wololo wololo baba mwepa mwana wao wololo baba mwepa mwana wao. Onyesho lililopita katika Panguso. Inasemekana Lusako ni mtoto wa baba marehemu baba yetu. Kaka Kipunje kaniambia kwa mdomo wake kwamba alimtafuta baba na akampata na akamhifadhi sehemu. Kwa hiyo na wewe ukamwamini kabisa. Umevunja amri ya 6 na mke wangu kwenye hiki kitanda. Utanipa nini cha kupoza machungu yangu? Unajua ni jinsi gani mimi nimeumia? Unajua ni wapi nimemtoa huyu? Na kwa taarifa yako, kwa taarifa nilizokuwa nazo za Tuntu kwa sasa, Tuntu amekwisha. Yaani haiwezekani eti mume akufume na mkewe alafu atake pesa? Hapana, mbona kitu changu hakitaki kukubaliana na hicho ambacho unachokizungumza? Mzee wangu anapitia wakati mgumu sana. Mungu kama kweli upo na unasikiaga watu wakiomba, na kuomba mguse mzee wangu, mpe nguvu na ujasiri. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso, tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa, tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi. Mama Panguso, haya twende Panguso, mama Panguso, mai wololo 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 baba mwepa mwana wao wololo baba mwepa mwana wao ai mai. Boss, kuna bomu linalipuka anytime soon. Na mlipuaji ni Gaston na Stella. Tafadhali fanya kitu mapema kabla balaa halijatokea. Suzi, kuna kitu gani kimetokea? Gaston na Stella wamempiga boss Tuntu picha za utata sana. Just imagine wamempiga picha yuko kwenye swimming na mwanamke wana kiss. What? Ndio. Wako wapi wapumbavu? Mizani kwao. Sawa. Nenda na kuja. Jamani, karibuni sana, mpo sehemu salama. Na hakuna mtoto anaweza kujua mpo hapa. Kuweni huru. Mimi appreciate sana wewe kumtekea huyu mwana nini yani. Na leo huyu Yakuza ndio kila kitu, kwa kumsaidia mwanangu mimi hata hata ungeingia Yakuza. Na appreciate sana. Sonje. Vipi mwanangu? Hivyo tu mwana. Uko fresh ya. Ni hapa tumeelewa kiuno. Unajua alinisukuma kwa nguvu pale la jana kwa hiyo. Kiuno bado hakijakaa sawa. Pole sana mwanangu. Na kwa niaba ya Yakuza nini mwanangu tumekuja kupa pole nini, najua umepitia magumu yani, kwa kipigo ulichopokea mwanangu mimi inaniuma sana. Wewe unaelewa. Lakini fresh tu yani, mimi nimechukulia fresh lakini inaniuma sana. Sio kwamba tulikaa kimya tu hata hivyo, tuendelea kuombea nini, dua kwa sana nini mradi uweze kukaa sawa. Unaelewa? Sio leo si Yakuza kutimba huku ni kazi nini, lakini singekuwa hivyo si tungehamia hata huku nini, tungeendelea kukuuguza mpaka pale tutapokaa sawa mwanangu, au sio? Lakini sio kwamba tulikaa kimya kihivyo nini, tukakaa kimya kihivyo. Nikachukua wana nini kama captain, nikaingia nao mtaani, tukachangisha mchango pale Yakuza nini, tukapata mchele fulani hivi kama kilo 2.5 hivi nini. Nasema ututimbe nao nini, tutakusaidia kwenye matunda hivi majuisi nini mpaka pale utapokaa sawa, au sio mama? Wazuia hiyo nini, afu kila kitu kitakuwa sawa. Wanangu, sema nini? Una upendo wa ajabu sana. Maana sikutegemea kama mngeweza kuja kuniona huko. Yaani mmeriski mmekuja huko Vegas. Hii inaonyesha kwamba mna mapenzi ya dhati.
You're a real nigga. Yeah, Mame. Sema nini? Jamaa alinizamiria sana. Nimeshawahi kupigwa lakini kipigo cha safari iko tofauti. Jamaa alitaka kuniua. Ila kulithibitisha hili, yani hapa ndo amekata utepe. Yani ni kama paka na panya, ni kutafutana tu. Mimi nitakufa Yakuza na nitazikwa Yakuza. Oya nigga. Mweke keki hapo. Mimi lazima nizikwe Yakuza. You're my real nigga. Mame. Kapteni, tungepata watu 10 kama Sonju. Watoto wa Vegas tungewafanya tunachotaka. Ila ndo basi tu hatukujaliwa wauni. Dada, karibu. Mbona unaondoka? Karibu dadangu, karibu. Mungu wangu, nisaidie Sonjo asijue chochote kile. Hata usikujua, asielewe kinachoendelea. Maana akijua, timbo lake nalijua mimi mwenye. Siku kiundulika cha usiku anaishi kwa Jonijo, itakuwa balaa. Lazima moto wake. Acha ninyamaze, nisije nikaribu kila kitu. Ukisikia kubambwa ndo leo, maana huyu Sonjo akisanuka tu hapa nimekwisha. Wewe umefuata nini hapa? Naongea na wewe, umefuata nini hapa? Nikuja kumwangalia cha usiku. Mbona cha usiku amesafiri muda sana, yupo kijijini na mbaya zaidi hata namba ya simu amebadilisha. Sawa, mimi naenda. Dada karibu. Yaani nakwambia hivi, safari hii nikiingia uwanjani, yani mikudele miovaedi napiga hapa na Mbagala imo, afu nakwenda kule Vegas ndio nashangilia mimi. Sonjo wewe. Hai. Mwanangu, sisi tunakuombea dua daily urudi uwanjani. Yaani sisi mwanangu tumekumisi. Alafu sisi tumemisi mambo mengi sana. Mitikitaka, mijuggling, nini, baiskeli ile kusumbuana. Ile ndio tumemisi sisi wanao baba. Uongo mzee wangu. Kapiteni. Rudi mwanangu, dua nyingi baba. Yaani napita kama pangusa na pangusa tu, kila tunapangusa. Watakaa. Pangusa tu kwenye reli. Watakaa. Mzee wangu. Wewe mwanangu sana najua. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Hivi nyinyi watu wawili, nyinyi katika hiyo ofisi mnajichukulia kama nani kwa mfano? Yaani mnajisi vipi yani? Unajua kama nimeshachoka kuwavumilia? Yaani huu tumbo wenu uchafu mnaofanya, unajua kama umeshanichosha? Hivi kwa mfano Jennifer na Tuntufe wakiachana, nyinyi mnapata faida gani? Zaidi ya upumbavu na roho mbaya ambazo mnazo. Faida gani ambayo mmepata? Maisha watu hawendi hivyo. Hebu naomba nizo simu zenu. Tena zilikuwa zimetolewa na password. Angalia Mungu mzima, makoti lakini hataeleweki. Ndio elimu yako umesomea hivyo? Nyenye. Dawa ya moto ni moto. Kama mmeambizana,
Yaani kuna vingine mimi mpaka nashinda kujielewa. Kwa nini? Unajua yaani hapa katikati hapa nijikausha kabisa nataka nikupotezee na nini, lakini nikaona hivi nafsi kanikataa. Nikashindwa kabisa. Kweli? Sasa mimi nakutania. Lakini mimi nilijua hilo. Sema mimi kiukweli, yani sijawahi kuachwa na wanaume. Kabisa. Yani sijawahi kuachwa. Na ndio maana mtaani yani watu wanapenda kuniita jina langu Mtakuja. Yaani inajuta kusema maneno na jinsi unapokuja wewe unapopenda sifa. Kwa nini sijisifia watu mimi ndio mzuri? Mimi mzuri. Yaani kiukweli kabisa. Wewe mtamu. Wewe mtamu. Hilo tu. Kuna nafasi, kuna muda mwingine inakaa hivi. Nafsi moja inakataa. Nafsi nyingine inakubali. Umeona? Yaani inakataa, nafsi nyingine inakubali. Kwamba yani unajua kwamba binafsi najibishia mwenyewe kwa mwenyewe. Sawa? Kwamba hata ile mtoto mimi nilozaa. Haikulala katika tumbo lako. Yaani nikwambie kitu. Yaani sio wewe pekee yako, wanaume wengi sana wanasema hivyo yani. Yaani wanapenda kuongea hivyo. Si kwa nini mimi sasa kuelewa. Nini? Hamna. Okay. Mshapiga hatu picha. Halafu iweje? Mposti mpate kiki umaarufu mnatafuta. Alafu kaeni mkijua ya kwamba mmeukalia uzi mmoja mwembamba sana ambao kukatika kama sasa hivi basi halafu. Alafu Jennifer ananisubiria mimi tu niweze kuchukua huu uwevu wenu kumpelekea wale hawatufai tena katika ofisi yetu ili mfukuzwe. Lakini nashangaa mjielewi. Sasa kwa taarifa yenu, ili jambo liwe mwanzo na mwisho. Siku yoyote, popote, muda wowote, nikija nikasikia hili jambo limevuja la picha. I swear to God, mamangu alonizaa. Mnafukuzwa kazi. Sita nini? I'm serious. Nafukuzwa kazi. Sasa ndo nini sasa? Kafuta kila kitu, hata visibuhusiana kavifuta rafiki yangu. Na mimi kwa nikafuta kila kitu. This is unfair bwana. Mambo gani sasa? Hiyo ndo dawa ya wanafiki na wambea. Fanyeni kilichowaita ofisini na sio kufuatilia maisha ya watu. Kwenda huko binti Shomvi wewe. Yaani wewe una mwanamume mwingine au wanaume mwingine kushinda mimi? Mimi kutania tu mpenzi. Kama kipunje. Yaani mimi nilikuwa nataka nikurushe leo tu nikuone unanipenda au nipendi. Unafikiri mimi narushika leo kujipa sifa pesa? Mbona umerushika? Lakini nakwambia kabisa. Ole wako. Eti nisikie una mwanamume mwingine. Walini sasa katona ndosheleza. Nitakukata kichwa. Sio mimi mtamu mimi najiamini mimi mtamu eti. Yaani umbo langu na mambo yangu vitu vile tofauti. Hiyo ndio nakubali. Bwana tupate mzee. Baba ya dhati umenishukia kwangu mafilisini, umenichongea jamani ya almati kuliko matondoke wale. Hakuna kitu cha sawa. Ndio sio tuna baje au mimi sio hilo. Ni sawa nitarudia. Nitafuata. Chumba siku tuanze maisha jamani. Utakayekosekana ni wewe tu. Nani amekuambia hivyo Prophet? Mimi sijasema hivyo. Wala hiyo sio tafsiri yangu. Sijakwambia kwamba nimekuja kuokoka hapa. Kwanza mimi niokoke ili niende wapi? Mimi nimekuja hapa nataka kuzungumza na wewe mambo mawili tu. La kwanza,
nataka kujua hivi, wewe Prophet ni nabii wa Bwana wa majeshi ama wewe ni mpigaji kama walivyo wapigaji wengine? Ukinijibu hili nitakuuliza swali la pili. Ndugu yangu, nimepakwa mafuta na Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuhubirieni habari njema. Roho Mtakatifu ananiambia niseme na wewe. Ninaposema uokoke, ninamaanisha maisha haya bila Yesu ni sawa na kazi bure. Nenda kawaambie watu wote ya kwamba vipofu wameona na viziwi wamesikia, mabubu pia wamesema, na hata upooza wametamalaki nayo. Pambana nayo, wenuka upya. Kukuelekeza kuja mahali hapa kukutoa mbiu kwenda kutoka kwenye vilindi vya moyo wako. Mungu akufanyie nini? Speak jembe huyu. Afu ndo yeye rafiki yangu anawe kibonge hata ukomi. Wadogo zangu naona tumekutana nchi ya kigeni au sio? Ni Big Jembe, unafeli sana mwanangu, afu unafeli pakubwa. Kivipi sasa? Yaani ukomi tu rafiki yangu, yani kwa kipiga uchipokea bado upo na ubi mkubwa, eh? Yaani mingekuwa katika nafasi yako ubi mkubwa ningempiga chini. Afu na bahati tumetoka kuonana na Sonje, sasa hivi ipo fresh yani. La sivyo tungekuzingua tena. Unanielewa Big Jembe? Afu natusaritije kwa mwanamke kama wewe? Kuna kwanza unapata ladha gani hapa Big Jembe, eh? Yaani kuna ladha gani? Yaani kuna mwanamke gani hapa Big Jembe mpaka unatusaliti kama hivyo? Afu wewe shika adabu yako wewe. Wewe unachompa Big Jembe au unaweza ukampa? Mimi ukinipa na wewe naruka fresh tu baridi nini? Na fresh baridi tu muone sura lake kama kalasa. Baby. Nisikilize, una haja ya kupata pressure, sawa? Una haja ya kupata pressure. Ona. Bado madogo sana. Yaani bado madogo mno. Unajua tatizo lao liko vipi? Hawajui mapenzi yani. Ushaona? Yaani tatizo lao nyinyi ndio hilo. Nyinyi mnadhani kwamba yani kitu kitamu mpaka kionekane kwa macho. Mapenzi hayako hivyo. Mapenzi yanajieleza yeye yenyewe. Si unaelewa? Nataka niwape mfano. Unajua nini? Hivi mnadhani yule alisema mkojo una chumvi? Alikurupuka tu, nafikiri alikurupuka tu akasema tu mkojo una chumvi. Madogo. Aliuonja. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Yaani aliuona, ndio akajua kwamba mkojo una chumvi, au si? Vizuri sana, nimependa hiyo Prophet. Shida yangu mimi ni moja tu. Baba yangu ni mgonjwa, hawezi. Nimetumia kila njia ili kumrudisha kwenye hali yake, lakini imeshindikana. Nimekwenda kwa waganga wa kila namna, wamekula hela zangu nyingi, nimechinja mbuzi na makafara ya kila namna, lakini kadiri nilivyozidi kumtibia baba yangu ndivyo hali yake ilivyokuwa inazidi kuwa mbaya. Hakuna hospitali baba yangu hajafika, haipo. Kila hospitali amekwenda, lakini bado hali yake ni hivyo. Nataka kitu kimoja tu kutoka kwako. Kama ni kweli Mungu uliye naye huyu unayemsema anasikiaga maombi yako, basi naomba kwa niaba yangu na baba yangu useme na huyu Mungu wako ili aelewe kwamba Amos Mwakajumba baba yangu hana hatia, bali ni mama yangu tu alimloga. Elohim, niko ambaye niko, Mungu mwenye wivu. Unapowazuru wengine, naomba uikumbuke na familia hii. Mungu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Nazareti.
Hapo ungemalizia na mkono hivi yani Bigijembe, yani ingekuwa fresh. Naona naimba taarabu. Mimi naimba taarabu. Unaniambia taarabu Bigijembe. Asiye nikuchane mwanangu, au sio? Unisikiliza. Obi mkubwa ni maza adui yetu, afu adui wetu mkubwa. Yaani bora huku Vegas huku ungetoka hata na mwanamke yoyote yule, lakini sio huyu mwanamke Bigijembe. Hivyo unakuwa na site ya kuza afu unazingua afu unafeli, mimi nakuchana. Sio unacheka, mimi nakuchana Bigijembe. Ngoja nikwambie sasa, au sio bana? Yaani huyu ni kweli kabisa. Ni mama wa adui yetu mkubwa. Mimi nakubaliana na wewe. Sawa? Yaani mimi nakubaliana na wewe. Lakini tambua, huku kuna mtu anaitwa nani? Anaitwa Sonjo. Si unaelewa? Sonjo naye pia ni msaliti. Yaani tutake tusitake, hata afanye lipi. Sonjo si Yakuza. Sonjo Vegas. Si unaelewa? Kwa hiyo nikwambie kitu, yaani ukitaka mimi niachane, au sio? Yaani Sonjo tutangaze maskani zote hizi yani. Kwamba bwana huyo Vegas huyo sio Yakuza. Na mimi ndo nitakuwa lazi kuachana na Obi mkubwa, au sio? Kwa hiyo kwa mantiki hiyo nataka kutuambia nini sasa Bigijembe? Afu mimi nataka niwaambie, mimi Yakuza. Ila ndo wadogo zangu kama nataka kunitenga, sio? Kwa ajili yetu kwamba mimi niko na mama Kipunje. Mimi niko tayari. Yaani mimi nitenge tu. Alafu niwaambie madogo, huyu mnamwona? Huyu mama yenu. Alafu cha ajabu, yaani nyinyi mnakataa muembe wakati maembe mnakula yani. Ushaelewa? Mimi natakia mchana mwema, au si? Baby. Present. Tuntu, unapaswa sasa hivi kuwa makini sana katika mambo yako unayofanya, sababu wewe tayari umeshakuwa mtu mzima. Huu utoto wako ambao unaendelea nao kufanya ifikie hatua uwe na mwisho. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Hivi unajua kwamba jana kuna watu wamefanikisha kukupigeni picha mlivyokuwa wewe na Sikitu Simipo? Wenye mmejiachia, mnafanya matakataka yenu yote. Yaani kaka, mimi nimechoka. Sikufichi, nimechoshwa na matukio ambayo unaendelea nayo. Labda nikwambie kitu kimoja tu ambacho wewe ukifahamu kwa sasa. Kuanzia leo, iwe mwanzo na mwisho, sitajishughulisha tena na mambo ambayo yanahusiana na wewe. Hili ndio litakuwa la mwisho. La sivyo badilike. Hivi kwa kama mimi nanufaika na ujinga wako ambao unaufanya. Jacob, nakusisitizia kwamba haya mambo hatajirudia tena. Umenistua sana uliponiambia maswala kuna mtu kwamba kanipiga mimi picha. Kwa nini anipige mimi picha? Kwa faida ipi? Au mimi nimewakosea nini? Niliwahi kukuambia kwamba kuna watu wanakuombea dua ili uharibikiwe, ili waweze kuikava hiyo nafasi. Na umshukuru sana Suzi alipofanikisha tukio na jambo, hakusita kuja kuniambia. La sivyo hii habari ingelikuwa sasa hivi yani tunazungumza mambo mengine hapa. Maana hizi picha angefanikisha kuziona Jennifer, ndio mambo yangezidi kuwa mabaya. Na wale kupiga picha sio watu wengine, ni wale wajinga ambao wanatukabili katika ile ofisi. Unataka kuniambia leo nipige picha mimi ni Gaston? Unadhani atakuwa na mwingine? Ila sikumkalia kimya. Nilihakikisha nimechukua simu yake kwake na nikafuta picha zote na kumkanya ile. Pia kumtishia kumfukuza kazi. Kinyume na hivyo pangekuwa hapatoshi. Kuna siku mbaya sana. Wakati nakwenda restaurant, nilikuta Jennifer akiwa yuko na mume wake. Akiwa shangazi yake. Yangu yote walikuwa wakinijadili mimi. Unaongea
vitu vingi sana. Nisifai, sina maana, sina thamani. Nimepewa option mbili tu za kuchagua. Tundu ni mali moja ya ofisi na Tundu na mali. Pale nimezalilika, nimeitwa mbwa, tena mbwa sio kitu. Lakini maumivu gani ambayo mimi nabeba moyoni mwangu? Unadhani haya yote yakisha mimi nitarudia upumbavu tena? Najuta. Kaka, hilo kweli kutikavu. Hilo kweli kutikavu. Alafu unajua leo ofisini Jennifer sijafanikiwa kumuona kabisa. Hajaja. Na nilipofanikiwa kumpigia simu akaniambia kwamba haiko sawa. Huenda ndugu, jambo hilo ndilo ambalo linamsumbua. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa, tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi, tunapangusa na umasikini, tunapangusa na usaliti, tunapangusa ulevi, tunapangusa dhuluma, tunapangusa udangaji pamoja na ngono zembe, tunapangusa madawa ya kulevya. Aiwe baba we baba, ai mama we mama, ai kaka we kaka, ai dada we dada. Haya twende panguso, mama panguso, haya twende panguso, mama panguso, mai. Baba mwe baba